Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Wakati Israel ikiingia katika mzozo na Iran, mambo kadhaa yamekuwa yakijadiliwa, lakini zaidi watu wanatazama hali ya uchumi wa ulimwengu. Je, hali ya uchumi itakuwaje kufuatia mzozo huu? Mzozo kati ya Israel na Iran umeyatikisa masoko ya kifedha duniani, huku hofu ikizidi kuzuka kutokana na mzozo huo mkubwa wa kikanda unaozidi kuongezeka. Hata hivyo, athari zimeanza kujitokeza siku ya leo. Bei ya mafuta imepanda kwa kasi. Wawekezaji wamekimbilia maeneo salama ya uwekezaji, huku uchumi wa dunia ukihofiwa kuzorota. Mashambulizi ya leo alfajiri yaliyofanywa na Israel katika vituo vya Iran vya nyuklia na makombora yamesababisha mtikisiko wa haraka katika masoko ya kimataifa. Inatajwa kwamba bei ya mafuta ghafi ilipanda kwa hadi 13%, huku wawekezaji wakihamisha mitaji yao kutoka kwenye hisa na kuipeleka kwenye mali salama kama dhahabu na dhamana za serikali. Bei ya mafuta aina ya Brent ilifikia dola 75.15 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi katika miezi mitano. Hali hiyo inachochewa na hofu kwamba mashambulizi haya hayataishia hapa, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiahidi kuendeleza operesheni hiyo mpaka tishio hilo litakapoondolewa kabisa. Kwa upande wake, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei amesisitiza kuwa Israel itarajie adhabu kali baada ya mashambulizi yake. Katika masoko ya hisa za mabara ya Asia na Ulaya zilishuka mapema leo Ijumaa, huku masoko ya Marekani yakitarajiwa kufungua kwa hasara kubwa. Hisa za sekta za nishati na kampuni kubwa za ulinzi kama Lockheed Martin, Rheinmetall na BAE zilipanda kwa wastani wa 2% hadi 3%. Sekta ya usafiri na burudani zimeathirika vibaya, huku mashirika kadhaa ya ndege yakifuta safari zao kuelekea Mashariki ya Kati. Kufungwa kwa anga za Israel, Iran, Iraq na Jordan kumeongeza gharama za usafiri wa anga duniani. Hali hii pia imeathiri sarafu ya Israel siku ya leo Ijumaa, ambapo shekeli ya Israel imeshuka kwa karibu 2% dhidi ya dola baada ya serikali kutangaza hali ya dharura. Katika miji mbalimbali wananchi walimiminika madukani, hali iliyosababisha uhaba wa baadhi ya bidhaa, huku baadhi ya maduka yakiripotiwa kuongezeka kwa wateja kwa 300%. Kuongezeka kwa mvutano wa Mashariki ya Kati kumezidisha sintofahamu katika masoko ya fedha, huku wawekezaji wakiwa tayari na wasiwasi kuhusu sera za biashara za Donald Trump. Bei ya mafuta ghafi inapanda hadi 14% na ongezeko kubwa zaidi tangu uvamizi wa Urusi, na hisa zinaporomoka duniani. Kadri mvutano unavyozidi kuendelea, dhahabu imeendelea kuimarika, wanasema wachambuzi wa masuala ya kiuchumi katika Mashariki ya Kati kupitia shirika la habari la Reuters. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwenye mlango wa Hormuz, uchochoro mwembamba wa bahari kati ya Iran, Umoja wa Falme za Kiarabu na Oman. Takribani 20% ya mafuta yanayohitajika maeneo mbalimbali ulimwenguni hupitia katika mlango huo wa Hormuz. Sasa mapipa milioni 18 hadi milioni 19 kwa siku. Iran imetishia mara kadhaa kuufunga mlango huo, hatua ambayo inaweza kufanya bei ya mafuta kupanda zaidi na zaidi. Hata hivyo, kuna athari zaidi ambazo zinajitokeza kutokana na mzozo huo kutanuka. Iwapo mzozo huo utazidi kuongezeka, wachambuzi wa mambo wa kiuchumi wanaonya kuwa usafirishaji wa bidhaa na nishati kutoka ukanda huo unaweza kukwama na kusababisha madhara makubwa kwa uchumi wa dunia. Barclays, miongoni mwa mabenki Ulaya, imeonya kuwa katika hali mbaya zaidi mzozo unaweza kuathiri pia wazalishaji wengine wa mafuta na gesi katika ukanda huo na sekta ya usafirishaji kwa ujumla. Hii itaathiri maeneo mengi ya ulimwengu. Athari zaidi zinaweza kuonekana iwapo mzozo huu utaenea hadi kwa makundi yanayounga mkono na Iran kama vile makundi ya Hezbollah nchini Lebanon, Wahouthi nchini Yemen, na tayari mashambulizi ya meli za biashara katika bahari ya Sham mwaka jana yalisababisha hasara kubwa na ongezeko kubwa la gharama za usafirishaji. Huku hayo yakiendelea, wachambuzi wa masuala ya fedha wanasema kuwa kuongezeka kwa bei ya mafuta kwa 10% pekee inaweza kuongeza mfumuko wa bei duniani kwa 0.4% ndani ya mwaka mmoja. Hali hii inakuja wakati ambapo dunia bado inakabiliwa na athari za vita vya Ukraine na sera za ushuru wa Marekani chini ya Rais Donald Trump ambazo tayari zimevuruga biashara kimataifa. Kwa sasa wachumi wanaonya kuwa iwapo mzozo kati ya Israel na Iran utageuka kuwa vita vya muda mrefu, hatari ya mdororo wa uchumi wa dunia
inaweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Endelea kutufuatilia, tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia.